Kisiwa cha Mafia kipo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mafia ambayo ni miongoni mwa wilaya 9 zinazounda mkoa wa Pwani. Ilianzishwa mnamo mwaka 1959. Wilaya ya Mafia imepakana na wilaya za Mkuranga upande wa kaskazini, Rufiji na Kilwa upande wa kusini magharibi, na Bahari ya Hindi upande wa kusini mashariki. Kisiwa cha Mafia kinafikika kwa njia ya ndege na boti kupitia Nyamisati na kipo umbali wa takriban kilomita 190 kutokea Dar es Salaam. Wakazi wa Mafia hujishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi kama vile kilimo cha mwani, uvuvi na kadhalika. Sifa kubwa ya wakazi wa kisiwa cha Mafia ni ukarimu. Wilaya ya Mafia imebarikiwa kuwa na vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo huwafanya wageni wengi na watalii kutembelea kisiwani Mafia kwa malengo mbalimbali yakiwemo ya kitafiti na utalii. Utalii wa michezo ya baharini, hasa uvuvi wa burudani, umekuwa maarufu sana kisiwani Mafia. Utalii wa michezo ya burudani ni miongoni mwa michezo inayovutia watalii wengi kutembelea Mafia. Michezo hiyo ni kama vile kupiga mbizi, snorkeling, uvuvi wa burudani pamoja na michezo mingine mingi inayochezwa baharini. Mazingira mazuri, fukwe safi zenye mchanga mweupe zinazopatikana kisiwani Mafia katika maeneo ya Bweni, Jojo, Banja, Kilindoni na Utende huwavutia watalii kucheza michezo ya baharini ikiwemo uvuvi wa burudani. Ufukwe wa Utende ndio eneo maarufu zaidi kwa michezo ya uvuvi wa burudani. Mchezo huu unaitambulisha Mafia kote duniani.
ilivyo kawaida ya safari ya baharini, huanzia ufukweni. Boti ipo tayari na manahodha wapo tayari. Hapa kuna nahodha mkuu na msaidizi wake wakielekea kuweka sawa mahitaji yote muhimu, ikiwa ni pamoja na vifaa vyote vya kazi, vyakula na vinywaji. Kutoka ufukwe wa Utende hadi kufika Bahari Kuu ama eneo la kufanyia uvuvi wa burudani au kwa lugha ya kigeni sport fishing, unaweza kutumia takriban dakika 20 kulingana na wingi wa kina cha maji kinachohitajika kwa wakati huo. Zoezi la uvuvi wa burudani lina mambo muhimu ya kuzingatia ambayo kila mmoja hupaswa kuyafahamu. Kwanza ni kuhakikisha samaki atakayevuliwa hurudishwa baharini ndani ya dakika zisizozidi 6. Maana yake ni kuwa samaki atakayevuliwa katika uvuvi wa burudani anapaswa kurudishwa baharini akiwa hai, yaani bado anapumua. Maelekezo yote hutolewa na nahodha wakati boti inatembea kwa mwendo mdogo kabla ya kuingia Bahari Kuu. Maandalizi ya uvuvi wa burudani hufanyika ndani ya boti wakati safari ikiendelea. Vifaa vinavyohitajika katika uvuvi huu ni pamoja na ndoano, popa, leader, braid line, fishing rod, fishing reel, fighting belts na wenyewe hupendelea kuita onion, na landing gaff, wengine huita mkaba au mshoto.
Uvuvi huu wa burudani ni wa kisasa kabisa ukilinganisha na aina nyingine za uvuvi. Hii ni kutokana na vifaa vinavyotumika kuvulia. Ilizoeleka katika uvuvi mwingine, chambo huwa kipande cha nyama, samaki au aina fulani ya minyoo. Lakini katika uvuvi huu, chambo hujulikana kwa jina la popa. Hii ndio popa yenyewe. Ni kifaa kilichotengenezwa mithili ya samaki mdogo ambaye huonekana kwa urahisi na samaki wakubwa. Popa huunganishwa na ndoano ili samaki mkubwa anapoifuata popa akijua ni samaki, pale tu anapotaka kummeza, ndoano humnasa. Popa yenye ndoano huunganishwa na mshipi unaofahamika kwa jina la fishing leader. Mshipi huu hutengenezwa kwa material ya fluorocarbon ambayo hufanya mshipi kutoonekana ukiwa ndani ya maji. Leader huwa na urefu wa mita 1. Kutoonekana kwake majini huongeza uwezekano wa samaki kuifuata popa yenye ndoano kwa urahisi zaidi. Muunganiko huu wa ndoano, popa na leader huunganishwa na mshipi mrefu zaidi unaofahamika kwa jina la breadline. Zoezi hili la kuunganisha leader na breadline ni zoezi linalohitaji umakini wa hali ya juu.
Zaidi ya dakika 15 hadi 30 hutumika kuunganisha na kufunga mafundo mengi na kwa ustadi ili kuhimili uzito wa samaki wakubwa watakapopatikana. Baada ya zoezi hilo kukamilika, breadline hupitishwa katika fishing rod kupitia rod eye hadi kufika katika fishing reel. Fishing rod ni kifaa mithili ya fimbo ndefu inayotumiwa na mvuvi kurusha popa umbali mrefu zaidi. Ikiwa samaki amenasa na zoezi la kumvuta samaki limeshaanza, wakati mwingine samaki hujaribu kukimbia ama kuzama katika kina cha maji kirefu zaidi. Fishing rod huonesha mwelekeo wa samaki huyo, ikiwa kaelekea kulia, kushoto, chini au kaelekea upande mwingine wowote. Fishing rod zipo za aina tofauti kulingana na mahitaji ya mvuvi. Fishing rod inayotumika hapa ina urefu wa futi 8.6 na ina uwezo wa kurusha popa umbali wa mita 75 hadi 110 kulingana na hali ya upepo wa siku husika. Rod eye ni kifaa mithili ya pete ambayo hushikizwa katika fishing rod. Kazi ya rod eye ni kupitisha breadline wakati wa kurusha ndoano baharini na kurudisha breadline katika fishing reel. Fishing reel ni mashine ambayo hushikilia fimbo ya uvuvi au fishing rod. Vilevile, mashine hii ndiyo inayoshikilia mshipi au breadline. Mashine hii ina uwezo mkubwa wa kufunguka na kuachia breadline kadiri ya umbali wa samaki anaofika. Na ikiwa samaki amesimama au kupunguza kasi ya kutembea, mvuvi hutumia mashine kuvuta breadline ili kumvuta samaki juu kwa haraka. Kifaa kingine ni fishing belt. Hiki hutumika wakati wa kumvuta samaki. Kifaa hiki huvalishwa katika fishing rod au fimbo ya kuvulia ili isimuumize mvuvi anapomvuta samaki mwenye uzito mkubwa. Kifaa kingine muhimu sana ni landing gear. Hii ni ndoano maalum iliyoundwa kwa ajili ya kuwavuta samaki wakubwa kutoka kwenye maji hadi ndani ya boti kwa usalama zaidi. Mimi naweza kukiita hiki ni kifaa cha ushindi. Utalii huu ni miongoni mwa vivutio vya utalii vinavyotangaza kisiwa cha Mafia maeneo mengi duniani.
Na kikubwa zaidi, watalii hufurahia sana zoezi lenyewe la kuvua samaki na zile harakati zake zote. Kuanzia katika kusikiliza sauti ya aina yake inayotokana na fishing rod ikirusha breadline baharini, namna ambavyo popa au chambo bandia inavyotokea kwenye maji wakati ikiwavutia samaki wakubwa. Furaha zaidi kwa watalii ni pale samaki anapopatikana na zoezi zima la kuvutana hadi kufika mikononi kwa mvuvi. Hapa nahodha na msaidizi wake huwa na lugha wanazozitumia. Wakati samaki ameshanasa, naye hutafuta kila mbinu za kutaka kuchomoka katika ndoano. Mvuvi naye anapambana kumfuata ili kufikia malengo yake. Mvuvi husikika akitoa maelekezo kwa nahodha ili ipeleke boti mwelekeo alikoelekea samaki. Zoezi la mwisho ni lile la kupiga picha na samaki. Umuhimu wa zoezi hili kwanza ni kutunza kumbukumbu ya samaki aliyevuliwa, aina na uzito wake. Hii husaidia kubaini aina ya samaki ambao huvuliwa sana kisiwani Mafia. Simulizi zinaeleza kuwa bahari ya Mafia imebarikiwa kuwa na samaki wengi na wakubwa kiasi kwamba kuvua samaki wenye uzito wa kilo 70 na kuendelea ni jambo la kawaida. Hakika, uvuvi huu wa burudani umewafurahisha watalii hawa na kuandikia historia ya kudumu katika maisha yao. Mafia itabaki kuwa moja ya kivutio cha utalii, na ni jukumu letu kuhakikisha tunalinda na kutunza maliasili zetu, kwani ndio urithi wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ewe mtazamaji, usingoje kusimuliwa haya yote kupitia Tanzania Safari Channel pekee. Funga safari ya kwenda kujionea mwenyewe hazina ya taifa lako iliyopo kisiwani Mafia. Tumerithishwa, tuarithishe.